Sana Mike Chalo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hayo ya kijiri, hali ya wasiwasi sasa inawagubika Wakenya wengi, huku sekta ya uchukuzi ikiwa huenda ikalemazwa hapo kesho kufuatia mgomo wa waendesha matatu inayotarajiwa kufanyika kesho kote nchini. Baadhi ya wamiliki wa matatu wametangaza kushiriki katika mgomo huu, haya yote ikiwa ni kuishinikiza serikali kupunguza bei ya mafuta. Sheila Chelangat na taarifa kikamilifu. Kesho Jumatatu, uchukuzi huenda ikatatizika nchini kufuatia notisi ya mgomo iliyotolewa na wamiliki wa matatu nchini kufuatia ongezeko la juu zaidi la bei ya mafuta. Jijini Nairobi, lita moja ya petroli kwa sasa inauzwa kwa shilingi 214 huku dizeli ikichuuzwa kwa shilingi 242. Hili likisababisha gharama ya usafiri kupanda katika baadhi ya maeneo nchini. Sasa imepanda na shilingi 76 tangu tupate uhuru. Hatujai pata mafuta inapanda mpaka 146. Katika kaunti ya Meru, chama cha wamiliki wa matatu kimetangaza kushiriki katika mgomo huu, kikiwataka wamiliki wa magari binafsi kujiunga nao kupinga mgogoro wa mafuta unaoathiri wananchi wote. Sioni bila inaweza sema imetoa mafuta 60 ilete 88. Hata hiyo inawekwa juu ya nini? Hii inaitwa nini, levy ya mafuta, unakuta ya runs maintenance. Hiyo yote saa hii hatutaki mambo ile ya kusikizwa. Saa hizi mwananchi yule tunafinya na mafuta, na hiyo pesa yote ni mwananchi tayari amefinyika, hata chakula hana. So kwa upande wetu kama wana matatu, wananchi wasije wakaona kama tumechukua hii hatua kuwagandamisha, wajue tunawasaidia. Serikali sasa ikishinikizwa kushughulikia ongezeko la bei ya mafuta ambalo limeathiri pakubwa sekta ya usafiri na kupandisha gharama ya maisha. Kwa hivyo tunaomba rais wetu ambaye alituahidi maisha ya bottom up aweze kuangalia mwananchi, maana mafuta ikiguzwa vitu vyakula inapanda, gharama ya shule inapanda. Haya ya kijiri jijini Nairobi, mahakamani ombi limewasilishwa likiitaka EPRA kuweka wazi vigezo vilivyotumika kuafikia bei mpya ya mafuta ya mwezi huu. Hapo kesho macho yote yataelekezwa barabarani iwapo mgomo huu utafanyika, baada ya mwenyekiti wa wamiliki wa matatu Albert Karakacha kuonya kwamba wahudumu wa matatu watasitisha huduma za usafiri hadi serikali itakapotatua malalamiko yao kuhusu kupanda kwa gharama ya mafuta. Sheila Chelangat, runinga ya TV 47.